Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema na nafasi yake wao. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha Dominika ya furaha kama tulivyosikia katika utangulizi wa misa hii. Dominika ya furaha, tunafurahi kwa sababu Bwana yu karibu. Tunafurahi kwa sababu Bwana yu kati yetu. Na furaha hii inaonyesha katika Dominika hii kwa kuwashwa mshumaa wenye rangi ya mawaridi. Mshumaa wa rozi, ni rangi ya rozi, kuashiria furaha hiyo. Na mavazi tunayovaa leo kama mnavyoona ni mavazi ya rangi ya mawaridi. Lakini vile vile rangi hii ina maana sana katika maisha yetu, katika safari yetu. Unapoamka asubuhi, wale ambao wanawahi, lakini ukiangalia mashariki, ukaangalia mapambazuko, unakutana na rangi ya mawaridi. Lakini muda unavyoendelea, rangi ile inabadilika, inakuwa nyekundu, kwa sababu jua linaanza tayari kuchomoza. Na baadaye ni jua sasa ambalo linaleta mwanga, tunaweza tukaona, tukafanya kazi zetu, tukafanya biashara zetu. Lakini jua si linatua, na hasa tunapoangalia hasa mapambazuko na machweo. Na ndio maana wakati mwingine katika maisha yetu, kuzaliwa tunaeleza ni mapambazuko, na kifo ni wakati ule jua linatua. Na saizi maneno haya yanatumika sana hata kwenye misalaba ile ambayo tunapokuwa kwenye jeneza, msalaba unapowekwa pale wanasema sunrise, sunset. Sunrise wanatamka siku ambayo nilizaliwa, sunset siku ambayo nimekufa safari. Lakini katika maisha yetu sisi waumini, sisi ambao tunamwamini Bwana wetu Yesu Kristo, tunamwamini Mungu Baba muumba wetu, mapambazuko yale yana hatua. Kama nilivyosema, tunaona kwamba rangi ile ambayo ni rangi ya mawaridi, baadaye nyekundu, inaendelea. Sasa kwamba tunapozaliwa, tunapoanza safari yetu, tunaenda kwa mtindo huo. Tumebatizwa, tunaendelea na maisha yetu ya Kikristo. Lakini jinsi inavyoendelea na kunavyokuwa sasa ni kuangavu zaidi, ndipo tunapoingia katika uzima wa milele, uzima ambao mwanga hauzimiki kamwe, kwa sababu Mungu mwenyewe ni mwanga. Na kwa sababu hiyo ni safari hiyo inaelezea vile vile maisha yetu haya katika hija yetu hii kumwelekea Mungu. Na ndio maana Dominika hii inavyoitwa ni Dominika ya furaha, inatokana na maneno ya kwanza kabisa ya mwanzo ya kuanza adhimisho la misa katika Dominika hii: furahini. Na hili neno furahini si neno la kawaida tu kwamba nawaomba mfurahi. Waingereza wanasema kama ni neno ambalo la command. Furahini. Ndio maneno haya ambayo yanatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya ya 4 mpaka ya 5. Furahini katika Bwana. Walatini wanasema gaudete in domino semper. Furahini katika Bwana. Nasema furahini, Bwana yu karibu. Ni komandi hiyo, furahini. Uwezo kawa umenuna tu wakati Bwana anakuja. Uwezo kanuna tu naenda kukomunika kumpokea Bwana, umenuna, roho yako nyeusi. Uwezo kanuna unapomkaribia mwenzako umsalimie.
unahitaji kuwa na furaha. Huwezi kanuna hata unapoenda kutoa sadaka. Sasa ni tendo la ibada. Huwezi kanuna sasa kuna mchango fulani. Ni tendo la ibada. Furahi. Kwa ndio maana hiyo inakuwa ni komandi kabisa. Furahini. Haina haja ya kununa. Haina haja ya kuweka visasi. Haina haja ya kusonga moyo wako kwa kuingiza vitu ambavyo vinakuwa ni kikwazo kumuona Bwana wako. Andaa moyo wako sasa, maana Bwana yu karibu, yuko na wewe, yuko kwenye familia yako, yuko kwa mwenzako, jirani yako. Anajionyesha katika sehemu mbalimbali. Pengine wewe tu macho yako hayajaona. Ndio maana sasa andaa moyo wako kwa ajili ya kumuona Bwana ambaye yu karibu. Bwana huyu ambaye namuona katika Ekaristi Takatifu. Mwili wa Kristo, amina. Kwa furaha zote. Kwa sababu nampokea huyu Bwana. Huyu napoenda kumsalimia mwenzangu kwa moyo wote, namsalimia ndugu yangu huyu. Na kila anachokifanya hicho nakifanya kwa upendo mkubwa. Ndio maana ya hilo furahini, na ndio maana maneno haya ambayo Paulo anawaambia Wafilipi, furahini. Hata kama kuna vikwazo vingi, furahi. Ni komandi hiyo ambayo tunaambiwa sisi leo. Kwa nini tuwe na huzuni wakati Bwana yu karibu? Kwa nini tununiane, tuwe na ugomvi wakati Bwana yu kati yetu? Kwa nini tuwe hivyo? Kwa sababu kwa nini tuwe hivyo? Mbona sisi ni sura na mfano wa Mungu ambaye ni Muumba wetu. Kwa nini tununiane? Kwa nini tuweke visasi? Kwa nini tufanye yote haya? Kwa nini tukwepane? Kwa furahini, muwe familia moja, muishi pamoja kama ndugu, na kila mmoja nie mazuri ya mwenzake, tuombeane, tusaidiane, tuongozane, tukosoane kwa upendo. Ndio hilo ambalo linatuongoza katika siku ya leo. Ndio maana tunasema kwamba tunakaribia adhimisho la Noeli, umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao mwaka huu tunaadhimisha mwaka mtakatifu, jubilei, ambao sisi ni mahujaji wa matumaini. Tunaangalia adhimisho hili ni umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tangu Yesu aje hapa kwetu kutukomboa ni miaka hiyo 2025. Na kwa sababu hiyo tunaadhimisha ukombozi wetu. Kwa hiyo ndio maana tunapoadhimisha ukombozi wetu tunahitaji kuadhimisha kwa furaha. Sisi tumeumbwa na Mungu kwa sura na mfano wake, na tumekombolewa kwa damu ya Kristo. Sisi ni ndugu. Ndio maana katika masomo yetu yanatuelekeza katika wazo hilo kuu. Furahini, lakini vile vile ni wazo la kututia moyo. Tunakutana na magumu, tunakutana na vikwazo, tunatiwa moyo na Mungu mwenyewe. Somo la kwanza tunasikia Waisraeli walikuwa utumwani Babeli. Wametumikia utumwa huo kwa miaka 60. Wameshatolewa kule nyumbani kwao, walizoea kufanya kuwa na ratiba zao, lakini wameenda utumwani. Watu hawa wako katika hali gani? Ni katika huzuni. Lakini sasa Nabii Isaya katika somo hili analeta nuru kati yao, furaha katikati. Furahini sasa. Mnaona jangwa, mnaona nyika hazina kitu, lakini ujio wa Bwana utafanya majangwa haya na yote haya yawe na uzao, yazae matunda. Bwana atabadilisha na kurudisha tena Edeni nyingine, paradiso nyingine. Na atatoa vikwazo, nyie mtaondoka huku utumwani, mtaenda Yerusalemu, Sioni. Sioni ni kilima ambacho hekalu limejengwa, mtaenda kule. Na kwa sababu hiyo mwanze kufurahia. Kwa hiyo anasema kwamba kuweka kila kitu mahali pake
ni kuonyesha kwamba vikwazo vyote vitaondolewa. Hiyo ni cha kwanza tunaona katika somo la kwanza. Cha pili, walio dhaifu na wale wagonjwa Mungu atawaponya. Mungu atawaponya, watakuwa katika hali nzuri. Lengo wanapoanza safari wawe na nguvu na afya njema, kwa atawaponya. Hilo ni la pili tunaloambiwa katika somo hili. Lakini la tatu, hawa wanaoenda nyumbani watafika nyumbani kwao, na wanapofika nyumbani kwao wanaimba. Hawaimbi maombolezo, wanaimba furaha. Wanaimba kwa furaha, wataimba, na wanapoimba, wanapofika kule watavikwa mavazi ya utukufu. Washindi, unapovishwa vazi la utukufu maana wewe ni mshindi. Kwa watavishwa mavazi ya utukufu. Kwa vitu hivi vitatu tunaviona katika somo la kwanza, na tunaona haya yote yanatuhusu sisi. Wakati mwingine naona kabisa uko katika safari yako, uko katika maisha yako, unapitia magumu mengi, vifo, fujo kadhaa, matatizo kadhaa. Wakati fulani unazomewa, kama wewe Mkatoliki unazomewa katika imani yako, unazomewa na viongozi wako, wanafanya yote haya, lakini usije ukawa na huzuni. Tutafika na tutaimba na tutavalishwa mavazi ya utukufu. Tutakuwa utukufu. Kwa cha maana uendelee kufurahi, udumu katika safari yako. Na somo la pili linaendeleza hayo. Bwana yu karibu. Mfurahi sasa. Bwana yu karibu, vumilieni. Muwe na subira, msije mkapoteza mwelekeo. Mtakatifu Yakobo katika somo hili la pili anayaandika haya akiwapa moyo wale wa Kristo walioteseka katika historia ya kanisa. Waumini wa kwanza walipata shida kwa sababu katika dola la Kirumi hawa waumini wa kwanza walionekana wako kinyume na serikali yao, kwa sababu hawakuweza kuabudu miungu. Wala sasa hatuwezi kuabudu miungu. Kwa waliona kinyume. Na tena sio hivyo tu, hata Wayahudi wenyewe walikuwa wanawachukia baadaye. Waliweza kuwachukia tena, kwa hiyo wakawa na maadui wawili. Adui wa kwanza dola la Kirumi, mmoja anawapinga. Adui wa pili ni Wayahudi. Wayahudi waliona kwamba Ukristo labda ni sehemu ya Uyahudi, lakini walipogundua kwamba mbona wako tofauti hao jamaa, walianza kuwalaani na nini, na watu wakiwa kwenye masinagogi wanatoa laana hizo. Wakristo wakaona hatuwezi kuendelea na masinagogi haya. Ndio mwanzo wa kuzaliwa makanisa. Wakasali kwanza makaburini, wakasali kwa watu, mwisho watu wakajitolea nyumba za ibada. Mwisho wakati makanisa yakajengwa. Na wale walivumilia katika imani yao, pamoja na laana zote hizo, pamoja na kuchomwa mikuki, pamoja na kupigwa, pamoja na kutupiwa kwa wanyama, lakini bado walikiri, mimi namwamini Mungu, mimi namwamini Kristo, mimi ni mfuasi, nimalize mnavyotaka. Na wanapomaliza anaimba sifa kwa Mungu. Na ndio maana anapoandika vumilieni, Bwana anakuja, katika mateso yenu haya mtaokolewa. Na anaelezea ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini ujio wa pili anaoeleza vile vile ujio ambao tunao, na ndio maana katika Majilio tuna sehemu hizo mbili. Ujio wa pili tunaongojea kwa matumaini makubwa, lakini vile vile ujio wa kwanza ambao Mungu alijifanya mwanadamu akakaa kati yetu. Kwa Mungu yuko na sisi, ni Emmanueli. Mioyo yetu iweze kumtambua. Kwa katika shida nazo zipitia, lazima tutambue kwamba tuko na Mungu wetu, bado anatuongoza, bado anatulinda. Na bila hiyo pengine tungekuwa tumeshakata tamaa, tumeshaondoka. Kwa sababu hiyo tunaeleza sisi wenyewe kuvumilia. Tunakumbushwa na somo hili, uvumilivu kwa magumu tunayoyapata, tusije tukakata tamaa, tukaenda kwa waganga wa kienyeji, tukakata tamaa, tukaacha imani yetu. Tudumu katika imani yetu. Bwana yu karibu, yuko na sisi. Tufungue mioyo yetu, tumuone
na ndo mkaribishe akae na sisi. Lakini katika somo la Injili tunaona mashaka ya Yohana Mbatizaji. Ni yule tuliyemsubiri au tunamngojea mwingine? Lakini tunajua kwamba katika Injili ya Yohana ni yeye aliyesema, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi za ulimwengu. Akawatambulisha wafuasi wake. Lakini hapa anasema hebu nenda kamuulize, yuko gerezani sasa. Kamuulize ni yeye au tumngoje mwingine? Wataalamu wengine wanasema kwamba pengine alisema hivyo, aliona sasa yuko gerezani tayari, hawa wanafunzi wako naye pale, waende kwa Yohane, waende kwa Yesu wamuulize hili swali, atakapowaelezea wabaki naye. Wengine wanaeleza hivyo, lakini wengine wanaeleza kama mashaka ya Yohana Mbatizaji yanatokana na vile vile jinsi jamii ilivyomuelewa Masia ni wa mtindo gani. Masia ni Masia ambaye anasema Waingereza sasa political Masia, political huyu Yesu huyu Masia ni wa kisiasa ambaye anakuja na majeshi. Angalia tuneno anatosema Yesu, uponyaji, tena umeponywa dhambi zako, wewe umesamehewa dhambi zako. Hatukutegemea hilo. Na ndio maana ukiangalia wengine bado waliendelea mpaka leo wanasema bado hajafika. Na ndio maana katika hili bado Yesu anawaambia mkamwambie mnayoyaona. Nenda mkawe wajumbe kwa mnayoyaona. Uponyaji, kuhubiri habari njema. Unaposoma kitabu cha nabii Isaya jinsi alivyojipambanua, sura ya 61 pale kuanzia mstari wa kwanza. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwahubiria maskini habari njema. Yanatajwa yote hapa. Nenda mkamwambie Yohana Mbatizaji, huyu ndio Masia. Na sehemu ya pili ya Injili ndio hiyo, anasema sasa napambanua rasmi sasa. Mimi ndiye Masia niliyesubiriwa, na mtangulizi wangu ni Yohana Mbatizaji. Mlienda kufanya nini? Mliangalia kwa nabii kuliko nabii, kwa sababu ni mtangulizi wa Masia, mkombozi wa ulimwengu. Ndio tunaona hilo. Lakini tunajifunza nini hapa? Katika maisha yetu tuna mashaka mengi wakati fulani na Afrika. Hivi Mungu yupo kweli? Hivi unakuwa na mashaka hivi. Lakini kuna mashaka ya aina mbili. Kuna mashaka ambayo yana kiburi. Lakini kuna mashaka ambayo yamejaa unyenyekevu. Mashaka yaliyojaa kiburi, toka zena kuna dini, hakuna imani, hakuna Mungu, nini nimesoma, sitaji hayo yote. Mashaka ya unyenyekevu nina mashaka. Lakini nipo tayari kukosolewa. Nipo tayari kufundishwa. Na narejeshewa matumaini. Tunamuona Yohana Mbatizaji anatufundisha hayo, kuwa wanyenyekevu pamoja na mashaka tunayopata, lakini wanyenyekevu wa kusikiliza, wanyenyekevu wa kupokea maelekezo. Ndio tunayaona hiyo. Na ndio maana tunapoadhimisha Dominika hii ya furaha, tufungue mioyo yetu. Bwana yu karibu. Ndio maana paroko alipokuwa anatoa utangulizi alisema mwangalie mwenzako. Maana wakati fulani sawa mwingine mwingine na mwenzako kama nimetoka, kama ni jirani yako wenda mmenuniana, ametoka nyumbani huko mmenuniana. Muangalie una furaha au una furaha. Wakati mwingine unaweza kusema baba na mama wanatoka nyumbani, kila mtu ameenda cha kwake. Umetoka hapo yani usingizini, wa mpumbavu, una maana nini unaenda kanisani. Na kila wanapofika kama watu wanatawanyika hivi, kila mtu anaenda anahakikisha anachungulia amefika hatua gani pale, na mimi ndio naanza safari, najua sitamkuta. Mwingine labda ana adui yake yuko nyuma yake, wakati wa kukomunika anaangalia ameenda, kama hajaenda anaendelea kuimba vizuri, anaimba kwa furaha, anafikiri kwamba ana furaha, lakini anataka akakomunike kwanza afu na yaende. Sasa si hivyo katika furaha. Furahini sasa kutoka moyoni. Furaha ni uwepo wa Mungu kati yetu. Na uwepo wa Mungu kati yetu unaleta amani. Unaondoa vikwazo. Tunakuwa huru. Tunamkumbatia mwenzetu, namlaki kwa amani. Tulikuwa tuelewana. Sasa Bwana haya yote haya ni mapito. Yesu Kristo ni mpatanishi kati yetu na Mungu, kati yetu na jirani. Naomba nisamehe.
na yule anasema nakusamehe. Tayari ninyi wawili mmepokea uponyaji. Uponyaji huu ni wa kudumu. Utaona na afya ni njema, unaenda kula chakula chako vizuri, unapata afya. Lakini ukiwa unanuna unashangaa chakula unachokula kila siku unatumia kwa ajili ya kununa, kinaishia kununa tu, hata kazi unashindwa kufanya kwa sababu ya kununa. Ngoja sasa nionyeshe limdomo linune zaidi na ogope zaidi. Kama unatumia chakula chako kununa na baraka kazi. Kwa yote haya yanatujia katika maisha yetu, katika binadamu. Kwa haya yote tuyaweke pembeni. Ndio maana paroko alisema muangalie mwenzako, sio muangalie hivi. Onyesha tabasamu ambalo linaonyesha uhai na inaonyesha uwepo wa Mungu kati yetu. Furaha ni inaonyesha uwepo wa Mungu kati yetu na tutaishi inavyotakiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati.